بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا وهو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana watazamaji wetu katika kipindi cha Door of Knowledge. Leo tena utaungana nami Ustaz Zubair bin Shomari, lakini pia tutakuwa na mgeni ambaye anafahamika kwa Suleiman ibn Muhammad. Leo tutakuwa tuna mada adhim tunayoendeleza katika kipindi chetu cha mwanzo kilichopita kinachohusiana na masuala ya ndoa. Ndoa, ndugu zangu Waislamu, ina mambo matano makubwa kisheria ili iweze kuswihi. Na katika kipindi chetu kilichopita tulianza kugusa aina ya kwanza katika haya mambo matano ambayo tulisema ni mawali wa ndoa. Leo tutakuwa na mada ambayo kwamba itaelezea mashahidi wa ndoa ni kina nani, wana sifa gani, je, wana idadi maalumu na mtu yote anaweza akawa shahidi wa ndoa? Basi ungana nami katika kipindi hiki cha Door of Knowledge mpaka mwisho ili uweze kujifunza, lakini pia tuweze kumsikiza shekhe wetu, ustazi wetu atakayetuelezea na kutuchambulia kuhusiana na mashahidi wa ndoa. Karibuni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala ibadillahi alladhina istafa, amma ba'd. Kushukuru Ustadhi Zubairi kwa kunikaribisha katika kipindi hichi, lakini pia nikushukuru na wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia katika vipindi hivi mara kwa mara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadhi Suleiman, kama tulivyosema mada yetu ya leo itahusiana na masuala ya mashahidi wa ndoa. Je, unaweza ukatueleza mashahidi wa ndoa kina nani na wanatakiwa wawe wana sifa gani, au hakuna mazingatio katika hayo? Karibu. Mashahidi wa ndoa ni wale wanaopewa nafasi ama sheria inawahukumu wao kuwepo katika tukio hili la ndoa. Kama tulivyosema, ndoa ni ibada, na kwa kuwa ni ibada, basi ndoa hii ama ibada hii imewekewa masharti, na miongoni mwa masharti ni kwamba wawepo mashahidi. Kuwepo kwa mashahidi ni sharti katika ndoa na ni nguzo, kwa sababu ndoa ina nguzo zake. Tutakuja kuona kama tukavyoeleza nguzo moja moja. Katika darasa lililopita tulielezea nguzo miongoni mwa nguzo za ndoa, na leo pia bado tupo katika nguzo miongoni mwa nguzo za ndoa. Kwa hivyo nguzo za ndoa zipo 5. Nguzo ya kwanza, mwanamume awepo mwanamume, kwa maana muoaji. Na nguzo ya pili, pawepo na mke, kwa maana muolewa. Nguzo ya tatu, pawepo na wali, yule anayemsimamia binti kuolewa. Nguzo ya tatu, nguzo ya 4 ni kuwepo na mashahidi. Na nguzo ya 5 na nguzo ya mwisho ni kuwepo kwa sigha, yale matamshi yanayotumika kwa wali na yale matamshi pia yanayotumika kujibu yule muoaji. Kwa hivyo mashahidi ni wale wanaohusika katika tukio pale, aidha kulitolea ushahidi pale itakapohitajika wao kutoa ushahidi. Kwa hivyo wao ni lazima wawepo katika tukio ili waone kile kinachofanyika pale. Kwa hivyo haitoshi wao kupewa habari tu au kuambiwa tu bana tumefanya kitu fulani ama tumefunga ndoa, kwa hivyo nyinyi ni mashahidi. Kwa hivyo wao ni lazima wakati ndoa inafungwa wao wawepo katika tukio lile ili wao wanalishuhudia kwa macho. Na kutokana na swali ambalo umeniuliza kwamba wana sifa gani hao mawali, hao mashahidi. Mashahidi wana sifa nyingi sana. Tutakuja kuzieleza hapa moja baada ya nyingine. Lakini tukianza na sifa ya kwanza kabisa ya mashahidi, mashahidi wanatakiwa kwanza wawe ni Waislamu, kwa sababu ndoa inafungwa Kiislamu, na mashahidi wanaosimamia ama wanaoshuhudia lile tukio basi na wao wanatakiwa wawe Waislamu. Lakini sharti lingine wawe ni wanaume, kwamba mashahidi wanaoshuhudia lile tukio la kufungwa ndoa ile
wanatakiwa wawe ni wanaume, lakini pia wao wamefikia baligh, kwa sababu ndoa ni ibada kubwa. Haiwezekani ibada kubwa iliyopewa hadhi na nafasi kubwa kama hii ikasimamiwa na watoto wadogo. Kwa hivyo lazima isimamiwe na watu wazima, tena watu wazima wenye akili timamu. Na sifa yao nyingine ya mashahidi, wanatakiwa wawepo katika lile tukio, na sio kuwepo tu, bali wamtambue pia muoaji, yani wajue muoaji hapa anayeoa ni huyu na walii ni huyu, yani watambue. Na sifa miongoni mwa sifa zao hawa mawalii, wanatakiwa wawe macho, yani kuwa macho kwa maana wasiwe wamelala au akili yao hiyo inafanya kazi, wasiwe wameghafilika. Lugha nyingine tunaweza kuita hivi, kwamba wasiwe wameghafilika. Kughafilika ni nini? Kughafilika ni ile hali ya kuwa kitu unakitambua thamani yake, ama unajua thamani yake kwamba hapa nipo katika ndoa na ndoa ina thamani hii, lakini wewe ukaghafilika, yani kutokutilia umuhimu lile swala. Maana kuna tofauti mbili hapo kati ya kughafilika na kusahau. Kwa hiyo kughafilika, ili hali ya kughafilika isiwepo kwa hawa mashahidi wakati wanashuhudia ili swala la kufungisha ndoa. Lakini sifa yao nyingine, hawa mashahidi wanatakiwa wawe na sifa ya adala, uadilifu. Na uadilifu tumezoea kwamba mtu kizungumzia yule mtu ni mwadilifu, basi wao huwa wanapima katika hali moja tu, kwamba mwadilifu aweza katika vipimo, kipimo hiki anakiweka sawa, hapa apunguzi. Lakini uadilifu unaokusudiwa hapa sio huu tu, bali uadilifu ule wa matendo. Ni mlango mpana. Yani mlango mpana hasa katika matendo. Ni namna gani unafanya matendo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna gani unafanya unajiepusha na madhambi. Sasa uadilifu wa mashahidi, wanatakiwa wajiepushe na yale madhambi makubwa makubwa. Yani wasiwe ni wale watu wanaojulikana kwa kufanya madhambi makubwa wazi wazi. Lakini pia wasiwe katika wale watu ambao wanafanya madhambi madogo madogo alafu kwa muendelezo, yani wanang'ang'ania bado hawaachi. Wasiwe katika sifa hii. Yani wanajulikana kwa sababu kufanya madhambi ni kawaida kwa mwanadamu. Ila sasa kuwa na muendelezo, na hata ukiambiwa hiyo sasa sio kawaida, ni hali ambayo haitakiwi kwa mashahidi. Sifa yao nyingine ya mashahidi, wanatakiwa wawe na murua. Murua ni utu, yani wawe na hali ambayo wanakuwa nayo jamii nyingine, yani pale wanapoishi, na wao wanahusika na mazingira ya wale watu ambao wanaishi nao pale. Kwa mfano sisi Tanzania, kama watu wamezoeleka bwana, hawa watu hawa desturi yao ni watu wa kufanya kitu fulani, jambo la halali, lakini na wao wanahusika katika mambo hayo. Ikionekana katika mambo yale yanamtoa utu yanamtoa huyu mtu katika ustaarabu, yani anaonekana huyu mtu mwana ajihusishi na mambo fulani, yani wanamtoa katika hadhi yake, basi huyu mtu hana nafasi ama ile nafasi ama uwezo wa kusimamia hili jambo la kuwa shahidi. Amekosa sifa ya utu. Kwa mfano katika baadhi ya sehemu inawezekana mtu kutokuvaa kofia tu inamtoa katika utu, yani anaonekana huyu mtu so vipi, mbona anaonekana katika hali hii, yani inaonekana inakutoa kabisa katika hadhi yako. Sawa, lakini kwa kwetu mtu kuvaa kofia inaonekana ni jambo la kawaida tu, bado inaonekana bado yupo na utu wake vile vile. Au inawezekana katika baadhi ya sehemu mtu kula tu njiani hivi, hata kama akiwa amekaa, lakini kula tu njiani hivi inaonekana inamtoa mtu katika ile ubora wake. Bado huyu mtu akiwa katika hali hii, bado naye inakuwa hana sifa ya kuwa shahidi. Mtazamaji wetu, kama tulivyosikia maelezo kuhusiana na mashahidi wa ndoa na sifa tulizotajiwa, kwanza awe ana sifa ya utu, na tukaelezwa kwamba utu ni ile hali ya mtu kuingiliana na jamii yake inayomzunguka katika mambo yanayoendelea,
lakini yawe mambo ya halali. Ikiwa watu wanajihusisha na mambo fulani mazuri na yanafaa, yanakubalika kidini na kisheria, basi na jihusishe nayo hayo mambo. Hiyo ni moja ya sifa, na pia tunahusiana hata ikiwa wewe pia hautaki kuwa shahidi, lakini pia inafaa kwa Muislamu kuingiliana na watu kwa wema. Lakini pia tukaelezwa sifa, baadhi ya sifa alizozitaja ustazi wetu hapa, lakini tuna maswali kichwani. Huenda hata wewe mtazamaji unajiuliza, je, ikitokea amepatikana mtu au watu lakini mwenye ulemavu wa macho, yani haoni, lakini pia mwenye ulemavu wa kusikia, yani kiziwi, hawa wawili, je, wanaweza wakawa mashahidi wa ndoa? Tuungane naye ustazi wetu, naye atatujibia swali hili kutokana na maelezo ya wanawachuoni au na sifa alizozitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Ustadhi Zuberi, umeuliza swali zuri, na pengine mtazamaji wetu naye alikuwa ana swali kama hilo. Kikubwa katika ushahidi, kama ushahidi utakuwa ni wa kuonekana kwa macho, basi yule anatakiwa kutoa ushahidi pia anatakiwa awe anaona. Lakini pia kama ushahidi ambao unataka kutolewa ni wa kusikia, basi ushahidi anatakiwa awe anasikia. Sasa jambo la ndoa halitakiwi shahidi awe amesikia tu, bali natakiwa awe anaona kabisa, yani afike pale katika tukio. Lakini pia awe anazungumza, asiwe bubu, kwamba hata ikitokea anahitajika kutolea ushahidi, basi azungumze, asizungumze kwa ishara, kwa sababu ndoa inaenda kwa matamshi, lakini pia kwa kuona, kwamba amjue wali ni nani, amjue muoaji ni nani. Lakini pia inapendeza kwa hawa mashahidi wa ndoa, kabla ya kufunga ndoa, watake ridhaa kwa yule binti kwamba ameridhia, kwa sababu baadaye ili sije ikatokea mwanamke akagoma, bana mimi sikuridhia na nini. Kwa hiyo wao ikawa wameshuhudia kitu ambacho kumbe walikuwa hawakifahamu vizuri kiundani. Kwa hivyo ni vizuri mashahidi kabla ya kusimamia ile ndoa ambayo wanaisimamia au wanaishuhudia, basi wajue kila kinachohusiana pale na ndoa. Kwa hivyo wawe wamekamilika katika hizi sifa tulizozieleza, wawe wanasikia, wawe wanaona, wawe wanamume, wawe Waislamu, wawe na uadilifu, wawe na utu. Yani kwa kifupi wawe watu ambao wamekamilika. Yani ikitokea sasa sifa moja miongoni mwa hizo sifa hazipo kwao, basi wao watakuwa hawana haki ama nafasi ya kuwa mashahidi. Kama tulivyoeleza kuwa ndoa inasimamiwa na watu ambao walofikia baligh, wanamume amefikia baligh. Sasa inaweza ikatokea mtoto amekamilika katika hizi sifa nyingine zote, pengine ni hafidh hata Qur'an, amehifadhi Qur'ani mashallah, ana utu, ana uadilifu, ni mwema, lakini sasa ile kutokuwa mkubwa tu tayari yeye kumemvua katika hii sifa ya kuwa shahidi katika ndoa yoyote ile. Lakini sifa nyingine za mashahidi, huyu shahidi ambaye anatakiwa kushuhudia hii ndoa asiwe na nafasi mbili kwa wakati mmoja. Mfano wali, yani yeye shahidi akawa ndio yeye huyo wali. Kama ni shahidi basi awe shahidi tu, kama ni wali basi awe wali. Maana saa nyingine inaweza kaenda kufunga ndoa afu kuonekana mko wachache, alafu kuna sasa cha kufanya hapa, wewe wali ndo shahidi huyo, utachukua nafasi mbili. Yani wewe utakuwa ni shahidi na wewe utakuwa ni wali. Kwa hiyo nafasi moja ile ile inatosha. Kama tulivyosikia kwamba mashahidi wao wana sifa, na sifa kama tulizotajiwa hapo, utu, wawe Waislamu, wawe wamebaleghe, yani watu wazima, asije kawa kijana kwa sababu ya kuhifadhi kwake Qur'ani au ana uwezo mkubwa, lakini kwa kuwa hajabalea amekosa sifa hizo. Swali muhimu ambalo tunatakiwa tulifahamu kwa sasa na tulijue, ni swali ambalo linaloweza kutuumiza vichwa katika ndoa zetu nyingi zilizopita. Je, ikitokea ndoa imefungwa pasi na mashahidi wawili, mtazamo kisheria upoje? Wanawazuoni wamesemaje kuhusiana na jambo hili? Karibu Ustaz Suleiman utujibie swali hili tuweze kunufaika. Ndoa ambazo zimefungwa bila ya mashahidi, ipi hukumu yake
Nafikiri ndio swali ambalo umeuliza. Sasa swali hilo litajibiwa na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adilin, kwamba hakuna ndoa isipokuwa pawepo na walii na mashahidi wawili tena waadilifu. Kwa hivyo mashahidi wana nafasi kubwa sana katika ndoa, kiasi kwamba wakikosekana ndoa ikafungwa pasi na hawa kuwepo, basi ndoa hiyo kwa mujibu wa sheria hiyo ndoa inakuwa ni batili. Kwa hiyo lazima sasa mashahidi wawepo. Na vizuri wakati unaandaa kufungisha hiyo ndoa, hawa mashahidi watafutwe mapema, maana waandaliwe mapema. Saa nyingine kukurupuka ndio inatokea sasa, ama ile haraka inatokea ndoa inafungwa bila mashahidi. Alafu baadaye kuja kushtukia kumbe ndoa maana tulifunga bila mashahidi. Kwa hiyo kabla ya kufungisha ile ndoa, kwanza vitu muhimu kama hivi ni lazima vikaguliwa mapema. Naam, Ustaz Suleiman, ipi hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia maneno ya Mtume, hadithi iliyotusomea hapo kwamba haitoswihi ndoa isipokuwa kwa wali awepo na mashahidi wawili? Ipi hekima ya kuwepo mashahidi wawili katika ndoa? Hekima yake ni ipi? Ustadhi Zuberi, swali ulilouliza kuhusiana na hekima ya kuwepo kwa mashahidi. Lakini kabla sijaeleza hekima ya kuwepo mashahidi, nitoe angalizo kwamba kama tulivyoeleza masharti ya mashahidi tumeeleza kwa wastani, lakini jambo lingine la kuzingatia ni kwamba mwanamke hana nafasi ya kuwa shahidi hata kama ikitokea wanawake watakuwa ni wengi, ama ikitokea shahidi kapatikana mmoja, basi wanawake kwa kuwa wengi, kwa kuwa wapo wengi, haitotosheleza pia wao kuwa mashahidi. Lakini jambo lingine ni kwamba ikitokea sasa waliokuwepo aidha wapo watoto wa mwanamume muoaji ama mwanamke muolewaji, pia na wao pia wanaweza kuchukua nafasi hiyo ya kuwa mashahidi, yani wakashuhudia ndoa ya baba yao ama wakashuhudia ndoa ya mama yao. Twende kwenye hekima. Je, ni ipi hekima ya kuwepo mashahidi? Hekima ya kuwepo mashahidi, moja katika hekima za kuwepo mashahidi ni kwamba wao washuhudie ama watolee ushahidi pale itakapotokea mmoja wao kakanusha jambo fulani linalohusiana na kufungwa kwa ndoa ile, ama ikitokea kuna mgogoro, basi wao watolee ushahidi kuhusiana na kile walichokishuhudia. Lakini hekima nyingine ni kwamba hawa mashahidi hata ikitokea hawa wanandoa wamezozana katika mzozo fulani hivi, basi hawa mashahidi wawe wasuluhishaji katika mgogoro huo ama katika mzozo huo. Na ndio maana ukiangalia hapo utaona wana sifa nyingi sana kuonesha kwamba hawa ni watu wakubwa ambao wamepewa hadhi na nafasi kubwa. Na watazamaji wetu, kama tulivyokuwa mwanzo wa kipindi chetu mpaka kufikia sasa, moja au zaidi ya jambo moja makubwa tulijifunza leo. Kwanza, mashahidi wawili ni haki ya mume na mke kwa faida na kwa maslahi ya ndoa yao katika baadaye zikitokea changamoto, matatizo, kwa sababu binadamu lazima mpishane kimawazo, kifikra, mnaweza mkagombana. Lakini pia tumeona pia jamii yetu inatakiwa mtambue shahidi au nafasi yake katika ndoa ni ipi. Na kama alivyosema hapa, ndoa haitoswi kama wakikosekana mashahidi. Lakini pia tumeona sifa ya mashahidi, wanatakiwa wawe vipi? Wawe na utu, waadilifu, waepukane na madhambi makubwa, waepukane na madhambi madogo yenye kudumu, lakini pia watu wema katika jamii. Lakini la mwisho kubwa, tanbihi na tahadhari kwa jamii yetu, ndoa tunazofungishana tunasema ndoa za mkeka. Je, tunazingatia mambo haya? Na kama hatuzingatii, wewe baba ambaye umeathirika kutokana na mambo anayofanywa binti yako, basi hakikisha haupiti au hauhalalishi zinaa kwa kujisemea mwenyewe nimewafungisha ndoa. Tusipite katika mlango huu. Tuna tahadhari juu ya mambo ya dini tunayofanya ya kisheria, tusije tukawa tunamuuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa nasi katika kipindi chetu cha Door of Knowledge. Mimi
mtangazaji wako Zubairi bin Shomari, na pia niko na ustazi wangu Suleiman ibn Muhammad aliyetuelezea kuhusu masuala haya ya mashahidi katika ndoa. Wakati mwingine kama huu, Mwenyezi Mungu awabariki, awalipe na tulipe sote mwisho uliokuwa mwema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.